Mtazamaji wa Mafunzo Online TV, karibu ni kusogezea kikosi maalumu cha jeshi la chuo cha mafunzo zoni ya Pemba. Hiki si kikosi cha kawaida, ni kikosi kilichojengwa kwa nidhamu, ujasiri na uzalendo wa hali ya juu. Kila hatua wanayopiga ni ishara ya uthubutu, na kila amri ambayo wanaipokea ni kiapo cha kulitumikia taifa kwa moyo wote. Wakiwa wamefunzwa kwa weledi wa hali ya juu, wako tayari kutekeleza wajibu wao wakati wowote na katika mazingira yoyote yale. Jukumu lake kubwa kikosi hiki ni kuzuia ghasia magerezani, kinachotambulika kama Prisons Special Force PSF. Hiki ndiko kikosi maalumu cha jeshi la mafunzo Zanzibar, nguvu, heshima na fahari ya taifa, ambako kipo chini ya ulezi wa kamanda mkuu wa zoni ya Pemba, Afande Hafidh Haji Mcha almaarufu Afande Dege, moja kati ya vikosi hatari sana ndani ya idara ya chuo cha mafunzo. Tazama namna ambavyo wako na utimamu wa mwili na wakakamavu kabisa askari hawa ambao wanapatikana katika kikosi hichi maalumu cha chuo cha mafunzo. Mgeni rasmi, katika kikundi hichi kuna mama wawili ama askari wawili wa kike wanakuwakilisha mheshimiwa mkuu wa mkoa kuja hapa leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kumaliza combat self defense, sasa tunaangalia tukio la kuhalisia wa maisha ya nje. Askari wa kikosi maalum wanapokuwa nje, kwamba hawakujionyesha kama wamejipoteza pindi wanapokutana na vikundi vya jihadi kama vile Walaunga, Wakabaji na masuala mengine na vikundi ambavyo havihitajiki katika jamii. Mheshimiwa, katika onyesho hili kama tunapoona hawa vijana wanajadili namna ya kupata pesa au mahitaji yao, lakini hawana pa kupata mahitaji mpaka wakati kwa hiyo maisha yao yanapokwenda. Na hapo tunaona baba mkwe na mkeo wakiwa katika harakati zao za kimaisha, ambao wanakwenda kutafutia riziki katika eneo la chochoro. Mara hata waumia wanaanza kuamzana na kutaka kwenda kuwapora vitu vyao. Mheshimiwa mgeni rasmi hapo amemaliza wote na kwa morali akaonyesha kama mimi naweza, akamchukua mkewe, lakini na mke hakukubali, akasema namiacha nikatia adabu. Mheshimiwa mgeni rasmi, huu ndio uhalisia wa askari wa kikosi maalum wanapokuwa katika maisha ya nchi mbali na uaskari. Mheshimiwa mgeni rasmi, vile vile baada ya onyesho hilo tutaonyesha tukio lingine la nikata, ambayo ni kata self defense, ambapo tunapokwenda katika shughuli zetu za magereza ambao walikuwa hiyo ni breakfast, ambao ni morali, wanaonyesha kwamba namna gani miili yao ilivyolegea. Hayo yote ya pale na kiongozi wa SSC Mheshimiwa mgeni rasmi, ndiyo nilikata
na sasa tunaonesha breakfast ama mianguko ambao ni mianguko ya hatari. Usije ukamruhusu au ukamjaribu ndugu yako au mwanao kuweza kuja kuifanya kitendo hivi vinapofanywa hapa, ni hatari. Usije ukaiga. Hapo wanaonesha namna gani miili yao hawezi wanayofanya na jinsi walivyojengeka familia katika masuala ya mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, huyo ni mwanamama anakuwakilisha wewe. Bado tunaendelea na kuonesha breakfast. Askari hawa wa kikosi maalum wanapoweza kukwepa majanga mbalimbali ikiwemo katika ajali ama katika sehemu ambazo wanazotaka kusababishiwa ajali kwa makusudi. Hilo Mheshimiwa mgeni rasmi, maadili na mabwana andika tusije tukaiga. Tuacheni kama yalivyo. Hilo ni unaomba niachie kama lilivyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, hiyo ndio meli ya kikosi maalum ambayo wanafanya vitendo vyao kwa njia ya quick reaction, yani ni vitendo vya haraka, vile vile wanaonyesha ukomavu na ushupavu waliokuwa nao katika miili yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, hichi ni kikosi ambacho kinahusika na operation mbalimbali katika kisiwa cha Pemba, mikoa, wilaya, hali zote za Pemba kinahusika na operation. Kama tunavyosema, mlezi wa kikosi hichi ni mwenye SSP Hafiz Haji Mtwe. Mtazamaji, tazama namna ambavyo askari hawa wamekuwa wakifanya matendo haya. Inaashiria mazoezi ya kutosha na utimamu wa mwili umekakamaa kwa mazoezi ya kutosha. Tazama namna ambavyo wamekuwa wakifanya haya, si hali ya kawaida. Mheshimiwa mgeni rasmi, huyo kijana aliyetangablana ni anamora na kutosha kwa jina la Samia Moyo. Huyo ni mtalitani wa kutisha mateke ngumi. Popote pale wanapojisikia yeye anafanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, hiyo ndio kikosi maalum cha kituo cha mafunzo ambao kazi yake ni kushiriki katika operation mbalimbali hata kuzuia kasi katika Uingereza inapokutekelezea uwanja ambao yoyote anataka kuwa katika Uingereza. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapo unamuona mbele yangu ni kijana anaitwa Neman Malandekio maarufu wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii unamuona ni kikosi maalum, ni kama breakfast. Hizo ni break za kikosi maalum na kituo cha mafunzo Pemba. Komando Adelet Adelet wasopenda afande ndege Adelet wasopenda afande Adelet ule ule mchezo wa kugandaganda komando anaganda mama iga ufe
Mheshimiwa mgeni rasmi, na hapa ndio mwisho wa kuonesha maonesho yetu. Hii ndio ngumu nzito na zote wanafanya kazi katika mazingira yoyote ambayo wanaweza kukabiliana nayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, huyo ni apande wetu, apande Shaibu Zambo Rashid ambaye ndiyo mkuu wa kikosi hiki kwa hapa katika posti ya Bumbuli Junior NCO FTS Serengani course namba 3. Huyo ni mwanafunzi ambaye anaonesha kutoka kwa nidhamu kwa mwalimu wake na kupigwa kibao kimoja tu na kukimbia. Ya kazi kwa wanafunzi wenziwe au wafungwa kwa jina jingine. Mheshimiwa, pamoja na jukwaa wakuu wote, tunatoa tahadhari kidogo. Katika onyesho hili kutakuwa na milio ya risasi ambayo itasikika. Kwa hiyo tunaeleza kwamba hiyo milio ya risasi ni salama, kwa hiyo watu wao watulivu, hakuna shida. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapo wanafunzi wanafanya shughuli zao walizopangiwa na kiongozi wao, ambapo wakiwa chini ya ulinzi wa maafisa wa chuo cha mafunzo. Lakini katika tukio hilo tunamwona kijana mmoja aliyepiga goti ambaye amekwenda kuaga kwa afisa wa chuo cha mafunzo na kutaka kwenda kujisaidia katika sehemu ya kichaka kidogo. Mwanafunzi huyo amewatemingi baadhi ya maafisa wa chuo cha mafunzo ambao hawamshughulikii, lakini kuna mmoja kwa bahati alimuona kuna kijana tayari anatambaa katika msitu na kutaka kutoroka na kupiga risasi moja juu kumpa kama ni alert ili aweze kusimamisha lile jaribio la kutaka kutoroka, lakini hakusikia, anaendelea kukimbia. Askari wa chuo cha mafunzo kwa bahati mbaya ile silaha ikamletea tatizo la kiufundi. Kwa hiyo akaamua kuifungua ndani ya dakika moja au kwenye sekunde 40 na kuifunga na kutia risasi ili kuweza kumjeruhi huyu mwanafunzi na kumrudisha ndani ya ngome. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii silaha inayotumika ni silaha aina ya SMG ambayo inapiga kilomita 710 per second kwa sekunde moja, ni sawa na viwanja vya mpira 7 kwa sekunde moja. Mheshimiwa mgeni rasmi, na hapo mwanafunzi huyo amejeruhiwa na kukimbiliwa na baadhi ya askari wa chuo cha mafunzo kwa ajili ya kwenda kuwekwa under control na kurudishwa ndani ya ngome gerezani ili kuendelea na kifungo chake kilichopangwa na mahakama. Na mtazamaji wa Mafunzo Online TV, bila shaka umejionea machache kati ya mengi ambayo yamekuwa yakifanywa na kikosi hiki maalumu cha chuo cha mafunzo zoni ya Pemba. Haya ni moja kati ya mambo ambayo yamekuwa yakifanya. Namna ambavyo unaona matendo ambayo yanafanya inaashiria utimamu na ukakamavu wa mwili. Kikosi hichi ambacho kipo chini ya ulezi wa kamanda mkuu zoni ya Pemba Afande Hafidh Haji Nje almaarufu kama Afande Dege. Mimi nikusihi tu ni kwamba endelea kutazama Mafunzo Online TV ili tukusogezea kile ambacho unastahili kukijua na kukiona kupitia hapa Mafunzo Online TV. Langu jina Mahir Said, lakini nyuma kamera Walid Jahur na director ambaye amekuwa kiongoza vyema kabisa Hassan Sediale. Msingi ni kwamba usisite kusubscribe, kulike na kucomment pia.